Hali ya sitofahamu imeshuhudiwa baina ya wasimamizi wa shule moja Thika Magharibi na klabu ya wachezaji wa mpira kwa kukatazwa kutumia uwanja wa shule ya msingi ya Athena kwa kutokana na mlipuko wa kipindupindu. Kulingana na mkufunzi wa timu hiyo ya wachezaji Kings FC, Paul Onyango, alisema kuwa usimamizi wa shule uliotumia ujumbe wakionywa dhidi ya kutumia uwanja huo kuwa watachukuliwa hatua kali. Mimi ni coach wa Athena Kings. Timu yetu hapo ambayo imekuwa ikicheza regional hii season ambayo imeisha. Tulianzia timu kama vijana mtaani. Tumeprogress, tulianza sub county, tumeenda county, sasa tumekuwa regional, tunapasi kwenda division 2. So tumekuwa tukitrainia, hii ndio home ground yetu. Tumekuwa na shida kidogo na bodi ya shule juu kuna order ilikuja hapa, tunaambiwa kwamba tutafai kutrain kwa shule, but hatujapatiwa reason nzuri ya kufanya tuzitrain. But si hatujui kwa nini, since tumekuwa watoto, hata mimi nilikuwa tu nimelelewa tu hapa Athena, tumekuwa watoto hapa, tumelelewa hapa tukicheza mpira hapa, hatujai kuwa na issue yote ya uwanja. So hatujui kwa nini saa hizi imekuwa tunakaziwa kuingia kwa ground. Mpaka imefikia mahali tunapelekwa mpaka kwa administration ya polisi, ati tukikanyaga hapa tunaweza shikwa. And then ni kama wanataka kutucharge uwanja, kutucharge ati siwe tukulipa. Sincerely hata mimi nikiulizia the relevant authorities kama na intervene, shule kiweze charge vijana wadogo kama hawa, tutakuwa tunaelekea wapi? Na reason yenye alitupatia tulikuwa tumeinclude mpaka ni administration ya shule kwa group yetu ya team. So alitupostia kwa team akituambia there's a cholera outbreak, ati then kuna issues anasema ati kutakuwa na mtihani. Albert Maguru ambaye ni mmoja wa wasimamizi wa timu hiyo alishtumu kitendo hicho, wakidai kuwa wamefanya juhudi kubwa dhidi ya kuwanusuru vijana hao kutokana na madawa za kulevya na wizi, wakihofia kukatazwa kufanya mchezo yao katika uwanja huo, huenda wakarejelea maovu waliokuwa wakifanya awali. Tumepatwa na mshangao mkubwa sana kama timu ya Athena Kings. Tumefanya kazi kubwa sana kama directors wa Young Boys and Girls Foundation hadi tukafika wakati tukafanya registration ya hii team, ndio iko na club very well fledged na ndio iweze hata kuingia kwa the major premiers zile ziko kwa hii nchi yetu. Ni kazi ngumu tumefanya kama directors na promoters wa hii team. Hii team ilikuwa just a regional club, a village club. Kufika hapa until imeenda county na sasa iko League 2. That tells you a lot of effort has been made, na ni jukumu la kila mwanachama ambao wana promote hii team ku oversee that welfare hii team haitakuwa distorted. Huku akiunga mkono maneno ya msimamizi wa timu hiyo Purity Wanjiku ambaye ni miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, wameonyesha hofu kuwa bidii waliotumia kuwanusuru vijana hao itakuwa kazi bure iwapo watakatazwa kutumia uwanja huo kwa sababu hawajui waanzie wapi. Kwa wakati mwingine niko na huzuni na huzunika kwa hao vijana wetu. Wanalika tumekuwa tukiwainua kutoka pahali tunawatoa, walikuwa watu wa kutumia mihadarati. Na wakati huu ni wakati tulikuwa tumewakusanya pamoja, wao wanakuja kufanya mazoezi yao. Lakini hapa kwa hii shule kama mnavyoona, wamekuwa watu wa kufukuzwa. Maaskari wanaletwa hapa ili wawafukuze wasi wanafanya mazoezi. Ilhali wanasemekana ati wao ni wao wamekuwa wakiiba, wakifanya uhalifu. Na ni makosa kabisa kuambia hivyo. Kwa sababu gani? Sisi tumekuwa kama wakaaji wa hapa tuwakusanya, tukuarisha pamoja, tunawaongelesha, huwa tunawaelimisha, si kuwaongelesha tu, tunawaelimisha madhara ya mihadarati, madhara ya kufanya mambo ambayo yasiyofaa. So tunajiomba kwa wale wabunge ambao tuliwachagua, muweze kutusaidia tukusanya hawa vijana, tuwarudishe tu mahali walikuwa wanafanyia mazoezi yao, na tutafaidika kabisa, na pia vijana wetu watafaidika. Hivyo basi wamewaomba viongozi wa eneo hilo kuingilia kati na kutatua shida hiyo. Nikiripoti ya runinga ya KNA kutoka Thika, kaunti ya Kiambu, jina langu ni Brian Otieno.